Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miongozo yake na jitihada zake za utekelezaji mwema na uliotukuka katika sekta ya utamaduni na michezo, na sote ni mashahidi, tunamuona rais wetu anavyowawezesha timu mbalimbali bila kubagua Simba, Yanga wala yoyote. Anawawezesha kwa kununua magoli na kufanya mambo mengine makubwa ikiwemo kusaidia kuzisafirisha timu hizi. Tunasema Dr. Samia Suluhu Hassan, asante sana na mitano tena. Lakini pia namalizia kwa kumshukuru Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake kubwa za kubadilisha Zanzibar kitaifa na kimataifa katika anga hizi za utamaduni na michezo, na mfano hai Mheshimiwa Waziri Mkuu umeuona mwenyewe pale maeneo ya Maisara, Amani Complex, Mao Zedong, lakini pia katika ngazi ya mikoa na wilaya tayari tumeshaweza kuanza ujenzi wa viwanja vya michezo vya wilaya na mikoa, na ndani ya mwaka huu wa fedha unaoishia viwanja hivyo vitakuwa vimekamilika. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Mwinyi, na yeye pia tunamwambia mitano tena. Vikao kazi vilivyopita vilileta mafanikio mengi kwa sekta hizi, ikiwemo yafuatayo. Kwanza ni kutatuliwa kwa changamoto mbalimbali zinazokabili utekelezaji wa majukumu ya maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo nchini. Mfano, changamoto ya ukosefu wa rasilimali watu kwa sekta ya utamaduni na michezo, na kuwezesha kuongezeka kwa idadi ya wataalamu wa utamaduni kutoka 43 mwaka 2021 hadi 123 mwaka 2025, na maafisa maendeleo ya michezo 48 mpaka maafisa maendeleo ya michezo 139 mwaka 2025, na ndio maana unaona ukumbi umejaa. Katika hatua za kuvutia mageuzi ya kidijitali, wizara yetu kwa kushirikiana na ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa imefanikisha uunganishaji wa mfumo wa wadau wa sanaa AMIS, ambao ni Artist Management Information System, na mfumo wa Tausi. Hatua hii si tu imeimarisha usimamizi wa sekta ya sanaa, bali pia imefungua ukurasa mpya wa uwazi, urahisi na upatikanaji wa huduma na uboreshaji na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kuanzia tarehe 26 ya Februari 2025, mifumo hii miwili inafanya kazi kwa pamoja, na sasa wadau katika maeneo 15 ya biashara ikijumuisha studio za muziki, picha, video, huduma za burudani na ubunifu wanaweza kupata vibali kwa njia ya moja kwa moja na haraka na ya wazi zaidi. Matokeo chanya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yameanza kuonekana kwa kiasi kikubwa. Mapato ya Baraza la Sanaa la Taifa yameongezeka kwa 200%. Aidha, leseni zinapatikana kwa kutumia ankara moja na taarifa za wadau zinavutwa moja kwa moja kutoka mifumo ya kitaifa kama NIDA, TRA na BRELA, jambo linaloleta uhakika na uwajibikaji. Ikumbukwe Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili lilikuwa agizo la moja kwa moja la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la sisi wasaidizi wake katika wizara mbalimbali na idara za serikali kuhakikisha mifumo inasomana. Kwa unyenyekevu mkubwa, naomba nimshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa kipaumbele kikubwa kwa sekta za wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kwa hakika mnatupa faraja na morali katika utekelezaji wa majukumu yetu, nami nikiwa msimamizi wa sekta hizi ninaona fahari kwa namna mnavyotuzingatia na kutuwezesha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ukweli usiopingika kwa namna yoyote ile kuwa sekta za utamaduni, sanaa na michezo ni mtima wa taifa, kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Lakini pia sekta hizi ni nguvu shawishi, yani soft power ya taifa letu. Huwezi kuwa na taifa linalojitanabahisha duniani kama halina mtima wake.
na vile vile huwezi kuwa na taifa ambalo linajinasibu kwa ustawi wake bila kuwa na ustawi wa nguvu ushawishi yake. Na wizara hii ndio yenye nguvu ushawishi, yani soft power, iwe ni lugha ya Kiswahili, iwe ni michezo, iwe ni sanaa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, miongoni mwa michezo inayoongoza kwa kuleta fedha nyingi za kigeni kutoka nje, yani remittance, ni sarakasi. Ni sarakasi. Hawa tulioona hapa ndio wanaoongoza kuleta fedha nyingi Tanzania za kigeni, na maana yake wana sarakasi. Mipango ya wizara pia ni kuwawezesha na kutambua mchango wenu wa kuleta fedha za kigeni nchini Tanzania. Uwepo wenu leo hii una thamani kubwa sana, kwani tunawategemea kwamba mtahakikisha mnazungumzia uimara wa sera yetu ya taifa ya utamaduni, lakini pia michezo na sanaa pamoja na habari. Na haya mtatafasiri kutokana na vitendo vya kila siku ambavyo nyie mmeviwekea kwenye mpango kazi ambao leo mtatumia kikao hiki kama eneo la tathmini ya mafanikio mlioyafikia. Tukio hili ni la kitaifa na ni tukio kubwa nchini, na wote mnajua kuwa aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye aliyepaswa kuwa mgeni rasmi. Imempendeza, amenituma kuja kumwakilisha, na amenituma niwajulishe kwamba yeye binafsi ataendelea kuthamini sekta ya utamaduni, sanaa, michezo na habari pamoja na vijana kutokana na umuhimu wake katika taifa hili. Ndugu wa Tanzania, nyie viongozi wa sekta ya michezo na maendeleo ya utamaduni mkiwa hapa, tunao wajibu wa pamoja wa kuhakikisha kwamba urithi wa utamaduni wa taifa hili kwanza unalindwa, mbili unaenziwa, na lazima uhakikishe kwamba tunauendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Lakini pia tuhakikishe kwamba tunarithisha kwa watoto wetu na vijana wetu misingi yote ya urithi wa utamaduni wa taifa hili. Na sasa utamaduni, sanaa na michezo umekuwa ni uchumi, ajira, na tumeshuhudia utamaduni, sanaa na michezo imekuwa ni chombo cha kutolea huduma mbalimbali kwa Watanzania. Swala la ajira na uchumi limechukua nafasi kubwa. Tumeona wale wote wanaoshiriki kwenye swala la utamaduni wanavyonufaika, wanaoshiriki kwenye sanaa wanavyonufaika, lakini wana michezo nao, michezo mbalimbali wananufaika sana. Mageuzi makubwa ya kisayansi ambayo sasa tunayo na teknolojia na uvumbuzi uliopo katika sayansi na teknolojia imewezesha kufanya dunia kukusanywa na kuwekwa sio tu kama kijiji kimoja, bali imekuwa kiganjani kwa sasa. Na hivyo mwingiliano wa tamaduni, mienendo na desturi mbalimbali umekuwa mkubwa na unaleta tishio kukandamiza utamaduni wetu kama hatuko makini kwenye eneo hili. Na kwa hiyo wizara, wakati wote mnapokutana maafisa wetu, lazima wakumbushwe kwamba mabadiliko ya sayansi na teknolojia yana madhara makubwa pia kama tutayatumia visivyo, lakini yana manufaa makubwa kama tutatumia vilivyo. Hatari kubwa zaidi hapa ni kuwepo kwa mashinikizo ya tamaduni za kigeni kutaka kumeza utamaduni wetu kwa kulazimisha baadhi ya mambo kwa kutumia jina la haki za binadamu na kusababisha mmomonyoko wa maadili tulionayo ndani ya nchi. Nyie kama maafisa mnaosimamia sekta za utamaduni, sanaa na michezo, na hasa kwa vijana wetu ambao leo wanashuhudia mabadiliko ya kiteknolojia, nao wajibu wa kuhakikisha kwamba utoaji elimu juu ya mwenendo wa maadili, tamaduni na mila za nchi yetu kwa zinaendelezwa. Mnayo nafasi ya kukemea
mabadiliko yote ambayo yanaigwa yasiokuwa na maslahi katika nchi yetu. Kwa naomba mjitambue kwamba mnao wajibu huo na taifa hili linawategemea katika kulinda utamaduni wetu, maadili yetu, mila zetu na desturi zetu za ndani ya nchi. Ndugu washiriki, kama taifa kamwe tusikubali kukumbatia tamaduni ambazo zinakwenda kinyume na maadili na ustaarabu wetu wa taifa hili. Tusikubali kabisa kwa watumwa wa tamaduni za kigeni ambazo zinadhalilisha utu wetu. Pamoja na umuhimu wa kujifunza mambo mazuri ya tamaduni nyingine, ni lazima kujitambua na kuwa na uwezo wa kuchuja nini cha kuchukua na nini tunapaswa kukiacha. Serikali ya awamu ya 4 chini ya Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kusema, akili za kuambiwa changanya na za kwako.